Asante sana makamu mwenyekiti kwa maneno mazuri ya shukrani na ya kutia moyo kwa maendeleo ya parokia yetu teule iendelee kukua. Basi na mimi kwa niaba ya uongozi wote wa parokia teule ya Roho Mtakatifu Zinga, napenda kushukuru tena Baba Askofu kwa ujio wako na kwa kuwaimarisha hawa vijana wetu kwa kuwapa sakramenti ya kipaimara. Lakini ni washukuru wale ambao tulikuwa kwenye kamati mbalimbali za maandalizi ya sherehe hii, kamati zile za chakula, za wazazi, vijana, viwawa, katika usafi na maandalizi mbalimbali ya maeneo ya hapa. Niwashukuru sana wanakwaya, kwa kweli imeimba vizuri. Naomba tuwapongeze wanakwaya. Tunashukuru sana kwa utume wenu wa uimbaji. Niwashukuru sana wazazi na wasimamizi wa waimarishwa wetu. Niwashukuru sana kamati tendaji na kamati ya ujenzi ambao walipambana kweli kwa hizi siku za mwisho kuhakikisha walau maeneo kadha wa kadha yanakuwa vizuri. Niwashukuru vyombo vya habari ambao mko hapa, Radio Maria wako hapa, Marian Television wako hapa na wengine. Tunawashukuru sana kwa kuturusha huko hewani. Najua watu wamejua kwamba Wanazinga tupo na tuko imara katika kuipambania imani yetu ya Kikatoliki. Niwashukuru kila mmoja wenu kwa majitoleo yenu mbalimbali ya kulijenga kanisa letu la Zinga. Naona ujenzi bado unaendelea, bado tunapambana. Tuendelee kuombea kazi zote zinazofanyika hapa, ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mungu. Mungu atulinde na atuongoze. Basi malengo yetu ya kulijenga kanisa hili, kuijenga parokia yetu, basi Mungu aweze kuyakamilisha kupitia sisi na kwa neema na baraka zake. Kwa hiyo nasema asante kwa kila mmoja wenu kwa kufanikisha hasa siku hii ya pekee kabisa ya kumkaribisha Baba Askofu na kuwaimarisha watoto wetu. Basi mwisho kabisa ningependa sasa kwa heshima na taadhima kumkaribisha Baba Askofu kwa neno lolote. Karibu Baba Askofu. Mheshimiwa sana Baba Paroko wa Parokia Teule ya Roho Mtakatifu Zinga, Mheshimiwa sana Baba Ezekiel Mrema, watawa tuliomo humu, kamati tendaji, waimarishwa, wazazi na wasimamizi, waumini wote wa parokia hii ya Roho Mtakatifu, Parokia Teule ya Roho Mtakatifu Zinga. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa ninayo furaha kubwa kwa mara ya kwanza kusali hapa tangu tumekuwa jimbo la Bagamoyo. Nilikuwa naangalia, mwanzoni nitaka nipange safari ya kuja hapa, lakini nilipoona ratiba ya kipaimara hapa, kaona ngoja nisubiri kwanza kipaimara. Baada ya kipaimara tuweze kutembelea vigango hivyo vya, sio leo, maana yake tutapanga sasa tuje tembelee vigango hivyo vilivyotajwa humu ndani, kama vigango vitatu hivi, tuweze kuona vipoje na wanaendeleaje. Jambo la kwanza kwenu, na wapongeza kwanza na washukuru. Kwanza ni washukuru kwa zawadi, kwa kunishika mkono. Asante sana, Mungu awabariki.
Pongezi nyingi kwa ajili ya kanisa hili zuri ambalo linaelekea kuisha. Kama mlivyosema ni juhudi zenu nyewe wenyewe. Alikuwa anaongelea makamu mwenyekiti, anasema ni walima mihogo, sina wafugaji na waajiriwa wachache. Nadhani katika ujenzi wa kanisa, katika kuendeleza imani, hatuangalie mihogo wala hatuangalie kulima au nini, tunaangalia moyo zaidi. Kwa hiyo ninachoona kwamba mna moyo wa kujenga kanisa lenu na kuendeleza injili hapa. Hicho ndio muhimu zaidi. Mnaweza mkawa mnalima mihogo, mkawa mnachunga, mkawa mmeajiriwa, lakini msiwe na moyo huu, mkabaki tu papo kama palivyo. Lakini ule moyo wa kujitoa, ule moyo wa sadaka ndio unaofanya muwe hivi, si kwa sababu ya ukulima wa mihogo ni na nini. Kumbukeni kwamba ujenzi wa chochote kile na vile vile kuendeleza imani hakutegemei utajiri. Wapo matajiri wengi sana, lakini hawana moyo wowote wa kulitegemeza kanisa. Kwa utajiri mkubwa wa waumini ni kupendana, kushirikiana, kusaidiana, kila mtu kuchangia kwa moyo. Huo ndio utajiri. Lakini unaweza kuwa na mamilioni lakini mchoyo na wala usaidii mtu yoyote. Na tena zaidi unaendelea na ufisadi, unaendelea hata kunyonya kwa kile kidogo ambacho wenzako wanacho. Sasa hiyo itakusaidia nini? Haisaidii chochote. Kwa hiyo msije mkaangalia mihogo, msije mkaangalia mifugo, msije mkaangalia, ila moyo wenu wa kujenga kanisa lenu hapa Zinga ndio hicho cha muhimu sana. Na hicho ndio nimekiona. Nyewe mmeona walima mihogo, lakini nimeona watu wenye moyo, watu wenye imani thabiti na wenye kupenda kanisa na imani yao. Tunaona mimi. Hayo ya kwamba mnalima mihogo, hiyo sijui, mimi sijafika nyumbani kwenu. Hayo ya kwamba mnalima sijui mnafuga, mnafanya nini, sifahamu. Kwa sababu kama mngekuwa mnalima hata mihogo, nadhani itakuwa kwenye vipaji, mihogo ipo mingi. Na kama kuna mihogo, sasa jamaa wananiambia wanalima mihogo, mbona sijaiona? Na wamesema kwamba ni wafugaji, mbona sijaona mbuzi? Mbona sijaona ng'ombe? Paroka amewatetea hapa, sasa si msimu wake kwa mihogo nimeona akisema huko, sasa sio msimu wake. Lakini sasa na mimi nikabadili gia angani, je, mifugo nao sio msimu wake? Kwa hiyo ningeona kuku 6, 7, sasa jamaa wafugaji kweli kweli. Lakini nimeona moyo wenu mlio nao. Hiyo ndio muhimu. Na tuendelee hivi. Makamu mwenyekiti anasema tuwe tunafikiriwa kuwa parokia. Nadhani ni nyinyi mtasema, si ndio jamani? Sasa tumeiva, tunataka kuwa parokia. Nilipokuwa nakuja hapa Bagamoyo, nilikuwa nahesabiwa parokia zinazotoka Dar es Salaam na zinazotoka Morogoro. Kule Dar es Salaam kulikuwa na parokia teule moja, na huku kulikuwa na parokia teule 2, manake Zinga na Makurunge. Sasa nikiwalinganisha ninyi na Makurunge, hata nyewe wenyewe mnaweza mkasema hivi tuko wapi? Sawa jamani? Kwa hiyo ninyi ndio mtakaosema, sawa jamani? Ndio mtakao nimepita huko nikaangalia mnajenga nyumba ya muda, na ameongea vizuri sana baba paroko, amesema nyumba ya muda ili kumpokea paroko. Akasema hongera sana, iishe sasa. Pata picha kwa mfano, anasema sasa natangaza, kwa mfano anasema natangaza sasa Zinga inakuwa parokia, lakini paroko wenu anakaa wapi? Anakaa Kerege. Kweli kuna tofauti gani ya parokia teule na parokia hapo sasa? Parokia inabidi paroko wenu akae kwenu.
akae hapa. Sawa jamani? Malizeni nyumba hiyo. Mkimaliza tu njoo karibu. Tena nilimtania baba paroko wakati amekuja kule, tunaongea mambo ya kipaimara. Sasa mngependa siku ya kipaimara nitangaze? Asa hajaongea na ninyi kwanza. Nadhani mkishaongea mtasema, sio? Lakini sasa nilisema hivyo, nilimtania tu. Akasema baada hajaongea na ninyi. Atakapoongea na ninyi nitapata jibu, si ndio jamani? Kwa sio mimi ambaye nitashikilia kwamba msiwe, ila ninyi mtashikilia bado ninyi hapo. Muwe na nyumba ya padre, alafu muwe na ulinzi mzuri wa padre, mna eneo zuri sana na mlitunze. Kila mmoja awe mlinzi, mna eneo zuri sana hiyo. Nimeambiwa ekari 10, sio mchezo, kuna mwenye ekari 10. Watu wanatafuta ekari 10 hawapati. Lakini nyinyi mna ekari 10. Linda sana eneo lenu. Nimeambiwa umefanya upimaji bado kupata hati miliki. Kazana mpate hati miliki ya eneo lenu. Leo panaonekana pako hivi. Watu wanatoka wapi na wapi na wapi huko, lakini kesho na kesho kutwa hapa ni mjini hapa. Kesho na kesho kutwa Zinga itakuwa ni parokia ya kutegemewa. Kwa hiyo msije mkajiona ni wanyonge nyie. Kama baba paroka alivyosema, mko wengi, na kweli mko wengi. Wengi sana. Paka nikaa nasema hivi, niko Zinga au niko Kerege au niko wapi? Au niko wapi? Sasa kama niko Zinga, kiangalia kasema kweli wote ni wageni wote. Haiwezekani. Watoto mnao, wamejisema hapa vizuri sana hapa. Kwa hiyo nategemea kwamba mambo yatakuwa mazuri Zinga. Na vigango vyenu mlivyo navyo muendelee kuvilea vizuri, viwe na maeneo ya kutosha. Kwa sababu kesho na kesho kutwa visiwe vigango, viwe parokia. Kama mlivyosema, mlikuwa mnasafiri kwenda Morogoro kwa ajili ya huduma ya kiroho. Na sasa hizi unaweza kupanda pikipiki unafika Bagamoyo. Mama kanisa ana maana yake. Ana maana waumini hawa wapate huduma kwa ukaribu zaidi. Kwa kulitangaza jimbo la Bagamoyo, vile vile kwa vigango sasa visiangalie kwa vigango. Na waumini wasiishi mazoea. Wasije kaanza kuishi kama tulikuwa Morogoro, tulikuwa tumezoea 1 2 3. No. Sisi ni jimbo la Bagamoyo. Kama jimbo la Bagamoyo ni sisi tutalijenga jimbo la Bagamoyo. Na kwa sababu hiyo, kama tulikuwa mbali sana na mambo ya kanisa tulipokuwa Morogoro, sasa leo tuwe karibu na mambo yote ya kanisa. Tujenge vibanda karibu na mambo hayo na tuweze kujitolea kwa ajili ya kuliendeleza jimbo hili. Kama mlivyosema, misa za kiaskofu ni nyingi tu, nyewe wenyewe tu mtakaosema. Saa hizi tuko kwenye ratiba za vipaimara. Tukimaliza tu kazi kwenu, ukisema kwamba nije nisali tena hapa, nakuja. Na nikija kusali muwe na sasa lengo maalum. Leo pengine mjaniona vizuri, lakini siku mtakaponialika ndio mtaona nikoje. Kwa lengo maalum. Mnataka muweke vioo au kwenye madirisha humo, mnataka si mmalizie si wapi hapa hapo, lakini siku hiyo tujiandae kwa ajili ya harambee, tumuita askofu aje. Mjiandae mmekula vizuri na mmebeba vya kutosha. Sio tutauza hata nani, hata wallet zote hizo tutaziuza hapa ndani. Kwa hiyo tujiandae vizuri kwa sababu ni sisi wenyewe tutalijenga kanisa. Sawa jamani? Na karibuni vile vile Bagamoyo. Tena mmesema nyewe wafugaji, mnaweza kusema huyu askofu huyu amekosa hiki, ngoja tumletee mbuzi, ngoja tumletee kuku, ngoja tumletee. Sasa nyewe wakulima jamani na wafugaji, ngoja tukapeleke mihogo, ngoja tupeleke
saizi njegere, ngoja tupeleke maharage, ngoja tupeleke vyote hivyo tutakula. Kwa hiyo mnapokuja hapa msio kafikiri kwamba kwa askofu kwetu, kwa askofu vile vile ni kwenu. Sawa jamani, ni kwenu, kwa msiogope. Sasa tunazoea kuwaona tu kule kama wengine, kwa tunazoea kuwaona tu kule mbele mmevaa mavazi ile nene. Sasa uje nyumbani utaniona nilivyo. Nikuja kusalimia, nikuja kutembelea. Njoo karibu, ni nyumbani kwenu. Sawa jamani, kitu muhimu tu mtamwambia sisa yule pale, sisa tungependa tumuone askofu. Yeye atawapangia tarehe, okay mje siku hii mtamkuta. Sawa jamani, yule pale mchukue namba yake muwe nayo. Ho, mko huru. Sawa jamani, uzuri mambo ya kanisa, yule ambaye anakuwa kiongozi ni mtumishi, tofauti na siasa. Si mkafikiri nitawapiga mabomu kule nyumbani, hakuna mabomu kule, karibuni. Kama mwingine sasa naogopa nikamwona askofu. Naogopa, karibuni. Sawa jamani, mko huru, na watoto wa kanisa. Na mimi wakati mwingine upande mwingine ni mtoto wenu vile vile. Sijatoka hewani, nimetoka kwenye familia. Na kama nimetoka kwenye familia, siwezi nikaanza kutaja familia niliyozaliwa huko. Ninataja familia hii ambayo ninayo hapa, ambayo ni ninyi hapa. Ninyi ndio nitawakuta mama huko, nitamkuta baba huko, nitamkuta kaka huko, mdogo wangu nitawakuta huko kwenu. Kwa hiyo msio ngasema yule sisi, ila ni sisi pamoja na yeye. Kwa nawakaribisha sana. Bila shaka mmejiandaa vizuri kwa ajili ya tegemeza jimbo, sio ndio jamani? Si nyie Roho Mtakatifu mmejiandaa vizuri? Nitakuwa nasikiliza tuone tena. Sasa hizi ndio kumbukumbu inakuwa nani, sio mbali sana na leo Kwa sasa tuone Roho Mtakatifu alivyowaangazia wana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nitawashukuru sana kwa moyo wenu wote huo kwa kulitegemeza jimbo letu. Kumbukeni, watu macho yako huku wanaangalia hivyo jamaa wanafanya nini. Na ndio maana tunawashukuru vyombo vya habari hivi. Unawaona wanakuja wanarusha moja kwa moja mpaka Ulaya, mpaka Marekani, mpaka wapi, mpaka Australia, wanaweza kaangalia na kujua kwamba Bagamoyo wanafanya nini. Tulisikia wametangaza jimbo la Bagamoyo, wanaendeleaje? Leo ulikuwa na misa ya kipaimara katika parokia teule ya Roho Mtakatifu. Mambo yalienda hivi. Wana moyo wale watu. Hivi wa wapi, wa Ulaya. Kwa hiyo ni vitu hivyo. Lakini na ninyi wenyewe katika maendeleo yenu, kumbukeni ninyi ni sehemu ya jimbo. Kwa sababu hiyo mnahitaji kitu, mnahitaji vyote hivi. Jimbo letu linaanzia Mto Tegeta, afu linaishia Mto Ngerengere, parokia ya Bwawani Mtakatifu Agustino. Kwa hiyo wakati fulani unaweza kusema hivi, tuangalie parokia teule yetu ya Roho Mtakatifu Zinga. Tunataka tuweze kuangalia tufanye kitu hiki. Ngoja tuwaalike watu tuangalie nani anaweza kutusaidia, parokia Tegeta au Bahari Beach au Wazo Hill au Mivumoni au kule Muungano au Madare, nani anaweza kutusaidia? Au hapa katikati Yohane Mtume na Mwinjili pale Tegeta Kibaoni au Bunju au Kinondo au Nyakasangwe au Mbopo, au mkaangalia huko vile vile, mkaangalia Chalinze, Bwawani, Mdaula, Mandera, kaja Kiwangwa au hata Makurunge. Mote humu ni jimbo la Bagamoyo. Msijifungie. Kwa angalieni nani anaweza kuwasaidia, muandikie, mualike. Hata kwa ushauri, kuna mainjinia wako hapa wa Kristo wazuri tu ambao hawahitaji hela, anaweza kaja kuangalia wakawasaidia.
ni wanajimbo la Bagamoyo. Lengo tuwe na umoja kama Utatu Mtakatifu ulivyo na umoja. Sawa jamani? Sisi tusiogopane. Chamana tuendeleze jimbo letu la Bagamoyo, na maendeleo ya parokia ni maendeleo ya jimbo. Kwa moyo wenu tunahitaji sana. Na maana sisi pale ni kama evangelizing. Lakini yule mbona amevaa tofauti, ni mwenyewe na evangelizing. Aha. Na mwenyewe watu nye. Nakumbuka wakati tupo Maua Seminari tulipata ajali, waliotuokoa hawa masista. Tulipata ajali moja ile barabara ya kutoka Himo, tulifika Mierezini pale. Si mlikuwa mnatoka wapi masista wenu wanaenda mjini? Wale ndio walikuwa na wale Warauya na wakwenu wale ambao wako Kiracha pale. Wakasaidiana kutubeba sisi kutupeleka Mawenzi. Ndio maana nawakumbuka sana evangelizing. Jamani, niwatakie kila laheri watoto mliopata kipaimara. Sherehe njema. Sio kwa ajili ya kula pilau tu, maisha. Na nyie ndio mataifa wanaangalia sana kwenu. Sisi tukashangaa leo mmepata majina mazuri anaitwa Richard, na shanga kesho anaitwa Rashid. Kisa amefuata mbinti ambaye anaitwa Aisha huko. Tuangalia hawa na mtu anaitwa Pendo alafu baadaye anaitwa Aisha. Shikilie utambulisho wetu, sawa? Leo mmekuwa watu wazima. Shikilia imani yenu, sawa jamani? Msibabaishwe, muwe imara. Na wazazi wasaidieni watoto wenu katika makuzi na katika mahusiano, wasiyakapotea bure. Ukimwacha mtoto wako ukawachia ulimwengu, ana vitu vya kufundisha vingi vya ajabu. Na wewe sio kashangaa sasa, huyu si mtoto, ni mtoto wangu au sio? Nimemzaa mimi. Ni wewe mwenyewe umezembea katika malezi. Anapokuletea vituko nyumbani kwako. Ukishangaa mtoto wako anakuwa ni mvuta bangi au anatumia madawa ya kulevya, manake kuna uzembe katika malezi. Tunawaacha watoto wanakuwa watoto wa mitaani, wanaomba baada ya kusoma. Wasome, wamjue Mungu, wajiandae vizuri kwa maisha yao ya baadaye. Tupate waka wazuri, wawata vizuri, mapadre wazuri, masista wazuri, makatekista wazuri kati yao. Yote haya yanahitaji malezi. Nawatakia yote mema na Mungu aendelee kutubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Askofu, tunakushukuru kwa maneno yako mazuri ya kututia moyo na kutujenga kiroho na kimwili pia. Naomba tumshangilie Baba Askofu kwa maneno mazuri. Basi matangazo machache. Jumapili ijayo kuna vijana wetu watapokea sakramenti ya Ekaristi ya kwanza kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tutakuwa na misa mbili kama kawaida. Ile misa ya kwanza itaanza kama kawaida saa 12 kamili, na misa ya pili ambayo watoto wetu watapata Ekaristi itaanza saa 2 kamili. Kwa hiyo tufahamu hilo. Misa ya kwanza kama kawaida saa 12, misa ya pili ya Ekaristi ya kwanza itakuwa saa 2 kamili asubuhi. Basi baada ya baraka hapa tutakuwa na picha chache hapa pamoja na watoto wetu walioimarishwa leo, pamoja na Baba Askofu na mapadri na watumishi na wazazi
na baada ya hapo nitaomba kama tulivyokubaliana, wazazi na vijana hawa tutachukua viti hivyo na tutavielekeza kule kwenye ukumbi kwa ajili ya chakula pamoja na baba askofu. Kwa hiyo nitaomba pia viwawa mtusaidie kuratibu upangaji wa viti kule ukumbini. Na ukumbini tutachukua muda mchache tu ili kuwaruhusu muweze kwenda kusherekea huko majumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Baba askofu, tunaomba baraka.